Auliza yatima ambaye bado hajafikisha umri wa miaka 18, mali yake ya urithi au ardhi iandikwe jina la nani? Je, inafaa iandikwe jina la wakili au mlezi wake? Asli ya mali ya yatima inatakiwa mali hii au inatakiwa mali hii yote, kila aina ya mali, ardhi, mali, pesa au magari au majumba, asli ni kuwa inaandikwa kwa jina la yule yatima. Hii ndio asli. Hukumu yake katika asli inatakiwa yale majina yote yanaandikwa kwa jina lake, kwa sababu yeye ndiye mmiliki wa mali ile yote, hata kiwa ni mdogo. Sasa lakini ikiwa kuna dharura au kuna pingamizi fulani za kisheria ambazo labda haziruhusu mtoto yule kuandikwa kwamba yeye ndiye mmiliki, kutokana na sheria fulani za nchi, kwa mfano labda sheria inahitaji kwamba mmiliki lazima awe na pin number, mathalan KRA pin number, na mtoto huyu hajabaleghe, bado hajafika miaka 18, bado ni yatima, kwa hiyo hawezi kuwa na pin number kwa sababu hajatoa kitambulisho. Kwa hiyo hakuna namna ya kuandika ardhi zile au mali ile kwa jina lake, labda kwa kutokemea, kwa kupitia kwa udhuru au pingamizi kama hizi, kwa dharura kama hizi, inafaa mali ile kuandikwa kwa jina la yule msimamizi anaitwa wasi, wasiyul yatim. Wasiyu al-yatim ni yule msimamizi wa yatima, lakini kwa sharti inaandikwa kwa jina lake, kwa sharti kwamba awe mwaminifu, awe ni mtu ambaye tuna imani naye na tunamwamini pakubwa sana kwamba hatakuja kesho kumgeuka yule yatima kwamba ardhi ile ibaki kwa jina lake, na yule yatima akija kidai mali aambiwe apewe nusu au aambiwe chukua hii kidogo, na mali iliyobakia yule wasi aichukue yeye, kwa sababu amechukua advantage kwamba iliandikwa kwa mali yake. Hadha muharram la yajuz. Kwa ndio maana tukasema asli ni kwamba mali yote iandikwe kwa jina la yatima. Naam.